Nikiwa maeneo ya Mwembe Yanga, kijiwe ambacho kinawakusanisha baadhi ya mashabiki wa Yanga na Simba, na kushoto kwangu niko na mshabiki wa Wanarunyas Simba Sports Club. Majidi atatupa yeye mwenyewe kwa kirefu kwa majina yake matatu. Langu jina Njiva Osman, nisichukue wakati mkubwa zaidi. Kwanza habari za muda huu na kwa majina yako matatu. Salama, namshukuru Mwenyezi Mungu ametuamsha salama. Hadi mpaka sasa hizi ndo tunapumua. Ni majukumu mengine tunamwachia Mwenyezi Mungu. Majina matatu anakupata kama nani? Mimi naitwa Majidi Ibrahim Ogosi aka Jitska Vinagi. Napatikana sana Mitaa Ilala, Machinga Complex pale. Yes. Okay, tukianzia hapa, gumzo na kiu cha mashabiki wote kwa ujumla ni kutamani kusikia mechi ya finali ikizungumziwa kwa namna yake. Mechi ya finali ya mkondo wa pili ambayo inakwenda kufanyika visiwani Zanzibar. Simba Sports Club na makali yake tunashuhudia akicheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium, wanapaita Lupaso Machinjioni. Advantage hiyo imekosekana na katika mchezo muhimu, mchezo wa mwisho, mchezo wa mkondo wa ulala kwa buriani, mchezo wa siku ya mwisho kabisa. Anakwenda kucheza visiwani Zanzibar. Unadhani labda Simba Sports Club ana advantage ya kuweza kutoa taji hili la CAF Confederation Cup visiwani Zanzibar? Home is home. Home is home. Home is home. Ina maana gani sasa kwa nyumbani tu, yani Zanzibar ni nyumbani, huko ni nyumbani. Tulishafanya mazoea sana kwamba Benjamin Mkapa. Sasa tunafanya mazoea pale ni nyumbani. Watanzania, wana Simba tunajumuika pamoja kuisupport timu yetu, tunapata matokeo. Watu wengi wamehoji kutokana na kwamba tiketi zilikuwa zimeshakatwa, kana kwamba Simba walikuwa na taarifa muda mrefu. Walichokifanya ni kama hali ya wizi, baadhi ya mashabiki wa Young Africans wakidai kuwa hivyo. Si kitu kizuri ambacho kimefanyika na uongozi wa Simba. Watu wa Simba wenyewe wamewasikia baada hivyo. Watu wa Simba wenyewe tumeridhia, tumesema hizi pesa zikafanya shughuli zingine za Simba Sports Club. Hao watu wa Yanga wameambiwa kama mnataka waje Simba Day wakaangalie mpira. Waje Simba Day. Waje Simba Day, ila zile hela zilizokatiwa tiketi zishatolewa maamuzi na wana Simba wenyewe. Namna venye anacheza Mwarabu, lakini si umetazama kule manispaa ya Berkane. Sasa wanapeleka katika manispaa ya wapi kule, ni manispaa gani inaitwaje ile kwenu kule, ile manispaa ya Amani inaitwaje? Manispaa ya Amani. Wanapeleka katika manispaa ya Amani. Nyuma ya mabao mawili, namna ambavyo wanacheza Berkane ni timu ambayo inakuwa approach mwanzo kabla haujaingia kwenye mchezo. Na interview moja kati ya interview amefanya kocha wa Berkane amedai kuwa watakuja kutafuta goli la mapema, goli la ugenini moja tu, kana kwamba wao wamemaliza mechi, ambapo itamuia ugumu Simba Sports Club kuweza kupanda mlima mrefu, kana kwamba unalipi la kujivunia juu ya kile ambacho umekiona katika mchezo uliopita na kuelekea katika mchezo huu. Mistake tulizofanya mechi ile ni mbili na wakatuadhibu katika mistake hizo mbili. Nafikiri hata mwalimu Fadlu kashaziona na atajua jinsi gani uko kabiliana na mistake zile. Na hata kuna siku nisikiza interview moja ya Captain Mohamed Shabalala, anasema kwamba wamejiandaa na kupambana na anaomba watu waje tujitokeze kwa wingi kuisupport timu. Ila Berkane si timu ya kuizalau sana au si timu ya kuibeza kivile. Ukikosea Berkane anakuadhibu. Wana watu wao wawili wa pembeni wale. Wale watu wa pembeni wale ndio watu sumu, ni watu sumu katika ile timu. Naamini hata Mohamed Hussein Shabalala kashaliona hilo, Shomari Salum Kapombe na hata watu wetu wakati wawili wale, tutaweza kupata kitu, tutapata kitu. Mechi kupelekwa visiwani Zanzibar ni kama kuna namna fulani, watu wengi wakisema kuwa ni kama Mwarabu anatengenezewa namna ya kuweza kutoa taji hili, ikiwa unamfahamu Simba Sports akicheza katika uwanja ule. Ni kweli kana kwamba CAF ni kama kuna njia fulani wanazitengeneza kuhakikisha kuwa Berkane anakuwa bingwa wa CAF Confederation Cup msimu huu? Fikra hizo zipo nyingi kwa watu wengi, kwa sababu tunavyosikia, tunavyosema au ilivyo kwamba makamu wa rais wa CAF ni mmiliki wa Berkane. Hiyo haiwezi kupingika. Na katika moja viwanja vigumu kupata matokeo Afrika, Benjamin Mkapa. Kaona timu yangu mimi kuipeleka Benjamin Mkapa? Amna, kama bora niitoe tufanye fitna, imetengenezeka fitna ile kutengenezeka kwa wenye mamlaka yao. Mechi imepeleka Zanzibar. Mechi kwenda Zanzibar, alaumiwe nani? Ilaumiwe shirikisho ilaumiwe CAF ama serikali yetu pamoja na wasimamizi wa uwanja kwa ujumla kwa kuchelewesha kuweza kulitimiza hili? Kwanza kiutaratibu naweza nikasema kwa tunalaumu Simba wenyewe. Kwanza Simba, kwa nini Simba wenyewe? Kwa sababu kwamba baada ya mechi ya nusu finali wao hawakupeleka barua ya kuomba kwa mechi inayofuata tutacheza Benjamin Mkapa. Kwa CAF wakaenda na uwanja ule ambao yani second ground ya Simba ni New Amani Complex. Sasa wanakuja kuleta mabadiliko, ibidi sasa wakaguzi waje kukagua baada ya kufungiwa mwanzo. Je, uko tayari waje kujilizisha wapitishe? Kuja kujilizisha kupitisha, inasemekana kwamba wamechelewa. Basi lakini uwanja uko sawa. Uwanja uko sawa. Uwanja uko sawa na ungevaa kuchezewa, ila baada ya mechi ya kule wale Berkane washafanya maandalizi ya Zanzibar na washachukua hoteli Zanzibar. Okay, Berkane aliandika magoli kwamba taarifa ya CAF
kufuatia mchezo unaofuatia fainali ya mkondo wa pili. Inatoka kama kesho. Leo Berkane wamekwisha chukua hoteli visiwani Zanzibar. Amehoji na kuuliza kana kwamba Berkane ni wana taarifa ya mapema kuliko Simba Sports Club. Yani kama nilivyokuambia, yani Berkane mechi ya mwisho ya Simba akacheza New Amani Complex. Baada ya kucheza New Amani Complex, kwa hiyo inajulikana wa Simba ataendelea kutumia uwanja ule wa New Amani Complex kutokana na uwanja wake bado uko kwenye matengenezo. Sasa umeisha matengenezo, umepeleka barua kwa muda gani kuomba kwamba uwanja wetu tayari ushaisha uje kukaguliwa? Kwa watu watakwenda na uwanja ule wa mwisho. Kutakuwa kuna ugumu kiasi gani sasa kwa Simba Sports Club kucheza katika uwanja wa New Amani Complex katika mechi ngumu kama hii, mechi ya maamuzi? Kama ugumu sio mkubwa sana kwa sababu watashazoea vibe kubwa, vibe itakuwa dogo, lakini katika kwa ni nyumbani, naamini kipindi cha kwanza tuna goli mbili. Kipindi cha kwanza tuna goli mbili. Mwalimu anapaswa kuingia na approach ipi sasa katika mchezo huo? Aidha kama ambavyo ameingia katika mechi ya away, ndivyo ambavyo anapaswa kuingia katika mechi ya home. Na mabadiliko ambayo yamefanyika, hakutakiwi kuwa na mabadiliko katika mchezo huu ambao unafuatia tarehe 25 ya mwezi huu. Mabadiliko kidogo yatakuwepo, yani sehemu moja nafikiri na uaga kama unaangalia sana na kuagapo hapo. Akiwa away anaanza na Ateba, akiwa home anaanza na Mkwala. Tutaanza na Mkwala mechi ya nyumbani. Tutaanza na Mkwala. Neno lako kwa mashabiki wa Simba na wapenzi wa mpira wa miguu, wale ambao wanadhani mechi hii tayari wengine wamekwisha kata tamaa tayari kwa namna ambavyo Berkane jinsi amecheza nyumbani kwao, wanadai kuwa tayari mechi imekwisha malizika hii. Wengine wamekata tamaa kabisa. Unalipi la kuambia kwa nini ambao mnaonekana mna matumaini na timu yenu kuwa timu ya Simba Sports Club inakwenda kufanya lolote katika uwanja wa home visiwani Zanzibar? Hao waliview mechi mbili katika mashindano haya za Simba, mechi mbili za Simba na Al Ahly Tripoli, waliview na mechi ya Simba na Al Masry. Hawatokata tamaa. Lakini kama Simba inakata upepo kuna dakika fulani hivi unaona kabisa Simba venye inacheza ni kama inakata upepo hivi. Hayo maneno nyinyi waandishi toka Simba inaanza mashindano haya yapo mpaka Simba inafika hapa yapo. Simba iendi, Simba inakata upepo, Simba anashinda. Simba iendi, Simba inakata upepo, Simba anasogea. Yaani tunasema sisi watu wa Pwani aliendi mara liko Chumbe. Sasa hivi limeingia Nungwi. Tarajia yapi? Tarajia. Yaani tarajia tu tukalipokea kombe feli, si tusoenda tunalipokea kombe feli pale. Watani wenu wanaombea dua mbaya. Yaani sisi tutarajie tukalipokea kombe feli, tutazunguka nalo. Tukimaliza kuzunguka nalo nafikiri nyumba nyeupe pale sasa hizi hamna watu, nyumba nyeupe kuna popo. Nafikiri litapelekwa Chato kwa sababu kuna clip za Hayati John Pombe Magufuli aliahidi kwamba Simba ndio itakuwa timu ya kwanza kuleta kombe la Afrika. Kwa lazima likakae katika kaburi la Magufuli. Likitoka pale ndio linapelekwa kwa mama Dodoma Chamwino, Buigili. Kwa mama Kizimkazi. Buigili Chamwino. Buigili. Una hakika unaonekana unajiamini? Yaani sio kujiamini, yani Simba ikiwa nyumbani lazima turudishe zile goli mbili. Wazee wafupi wanasema uchawi hauvuki maji. Kwani kule hamna wachawi? Huko kwetu tuna uwanja tunaofuata kule. Unaijua Gingingi? Hapana. Gingingi hujui? Mtafute Mpemba wote mwambie Gingingi iko wapi hiyo. Twende vika kule. Muulize Gingingi iko wapi? Mtoto mdogo hivi ana uchawi huko. Sasa Simba umeingia Gingingi hapo. Kama uchawi Simba umefuata Gingingi ila tukumbushe kwa majina yako bila useme unaitwa. Mimi naitwa Majid Ibrahim Agosi aka Jits Kavinagi. Bana, huyo ni Majid, alikuwa akitema cheche na kuzungumza juu ya kile ambacho watu wengi wameonekana kutia maneno mbalimbali kufuatia mchezo wa fainali ya mkondo wa pili ambayo inachezwa visiwani Zanzibar. Wekundu wa Msimbazi Simba wakipeperusha bendera ya Tanzania na Simba Sports Club kwa ujumla. Final inakuja kumalizikia Tanzania ambapo ni visiwani Zanzibar. Langu jina Njiva Osman kutokea hapa Mwembe Yanga ambapo nilikuwa nikizungumza na Majid, mshabiki wa Simba Sports Club. Nikwambie tu usisahau kubonyeza neno subscribe na wote tukutane kwenye comment section juu ya kile ambacho amekizungumza. Sina la ziada na bye bye. Tukutane mpaka wakati mwingine tena kwa vipindi vinavyofuatia.